mtazamaji. Huyo ni Mheshimiwa God Bless Jonathan Lema, pia naye akiingia katika viunga hivyo vya mahakama akiwa na Generali Ulimwengu. Wamewasili hapo mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho kinaendelea. Viongozi hao, huyo ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, naye yuko hapo, God Bless Jonathan Lema, ambaye pia aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini, na sasa hivi wanaendelea na ziara zao katika kanda mbalimbali za hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo kila kiongozi ambaye anafika hapa tutaendelea kukujuza kile ambacho kinafanyika. Kama unavyoona, eneo hilo la mahakama hali ni tulivu, ni shwari kweli kweli, ulinzi ukiwa umeimarishwa kila kona ya viunga hivi vya mahakama ya Kisutu. Kama unavyoona hapo, askari wako kwa kujihami kweli kweli, wakiwa na silaha zao mkononi, na hii nadhani inaashiria kwamba kila kitu kiko sawa sawa. Nimekujuza kwamba Tundu Lissu ni miongoni mwa viongozi ambao wanaungana na viongozi wengine kama 5 hivi barani Afrika kuwa na kesi ya uhaini. Pasi na shaka, mwanasiasa huyo pinzani kutoka nchini Uganda ndiye kinara wa mashitaka haya ya uhaini, anayefahamika kwa jina la Kizza Besigye. Baada ya kushtakiwa, alishtakiwa mara 2 ndani ya kipindi cha miaka chini ya 15. Mara ya kwanza Besigye alishtakiwa kwa uhaini mnamo mwaka 2006, mashitaka yaliyoambatana na ugaidi Kizza Besigye. Lakini miaka 10 baadaye, ilikuwa ni mwaka 2016, Besigye alishtakiwa tena kwa kosa hili baada ya kujiapisha kuwa rais wa Uganda, na kwa kuamini kwamba ushindi aliopewa Yoweri Museveni haukuwa wa haki. Kwa hiyo Besigye akajiapisha mwenyewe, kwa hiyo alikamatwa akapewa uhaini. Mwishoni mwa mwaka 2024, Besigye alishtakiwa tena kwa uhaini baada ya kuwa ametekwa akiwa jijini Nairobi, ni juzi tu, nchini Kenya, na kudaiwa kusuka mipango ya kununua na kupanga kuingiza silaha nchini Uganda kwa nia ya kupindua serikali ya Museveni. Na mwanasiasa huyu anayeaminiwa kuwa ndiye mwanasiasa wa upinzani aliyekatwa mara nyingi kuliko yoyote yule duniani, bado aliyekamatwa mara nyingi kuliko kiongozi yoyote duniani, bado yuko jela mpaka leo akisubiria hatima ya kesi yake. Lakini kiongozi mwingine wa pili anafahamika kama Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine. Huyu pia ni miongoni mwa viongozi ambao wamewahi kukamatwa pale nchini Uganda. Humo pia Uganda pia anapatikana mwanasiasa huyo Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine kutoka chama cha upinzani, aliyekamatwa na kushitakiwa kwa makosa ya uhaini chini ya miaka 10 iliyopita. Mnamo mwezi Agosti 2018, Bobi Wine alishtakiwa kwa uhaini pamoja na watu wengine 33. Wengi wao wanasiasa. Baada ya msafara wa Rais Yoweri Museveni kushambuliwa na mawe, nadhani alikamatwa Bobi Wine. Mahakama ilisema Bobi Wine na wenzake walikuwa na mpango wa kumdhuru rais wa nchi hiyo Bwana Museveni. Lakini kiongozi mwingine ambaye kwa sasa ni rais wa nchi hiyo anaitwa Hakainde Hichilema. Ni upande wa kusini mwa Tanzania. Tunakutana rais wa sasa wa Zambia, Hakainde Hichilema, ambaye alishitakiwa kwa kosa la uhaini. Hichilema alipewa mashitaka haya baada ya kugoma kupisha msafara wa rais wa wakati ule Edgar Lungu uliomkuta njiani. Lakini hii ni kwa sababu Hichilema hakuwa anamtambua Lungu kama rais halali wa nchi yao. Baada ya kupoteza kwa kura chache sana katika uchaguzi uliopita, Hichilema alisema Lungu na chama chake waliiba kura. Miaka 4 kamili tangu kuachiwa huru kwa mashitaka haya, aliachiwa huru tarehe 16 Agosti mwaka 2017. Hichilema alitangazwa rais wa
Zambia tarehe 16 Agosti 2021. Sasa hapa ndio unapata picha. Huwezi ukafahamu kesho, yani unaweza ukamka leo, kesho ukajikuta ni rais. Hichilema yeye alishtakiwa kwa makosa hayo na rais aliyekuepo, lakini baadaye Mungu alimsaidia akawa rais. Sasa sijui kuliendaje, sijui Edgar Lungu alijisikiaje, na alimnyanyasa Hakaindi kwa muda mrefu sana kumpa makosa haya. Kama unavyoona hapo pia askari wako juu ya dari kabisa kule, juu ya paa kuangalia usalama katika mahakama ya Kisutu. Kama unavyoona hapo, yupo ametulia kweli kweli na bunduki hiyo. Lakini kiongozi mwingine anaitwa Ernest Bai Koroma, rais wa zamani wa Sierra Leone, pia amewahi kukumbwa na madhila haya. Ilikuwa ni Januari mwaka jana tu ambapo mamlaka nchini humo ilimkuta Koroma na kosa la uhaini baada ya kumhusisha na jaribio la kutaka kumpindua rais wa nchi hiyo. Mashtaka haya ya Bialikula baada ya tukio la uvamizi wa kambi ya jeshi na kufuatiwa na uvamizi wa magereza alioachia huru wafungwa takriban 2000 kwa mamlaka ya nchi hiyo, zilihusisha matukio haya mawili na jaribio la kuipindua serikali. Lakini viongozi wa Jumuiya ya Kiafrika ya kiuchumi wa magharibi huko walijaribu kufanya makubaliano na Sierra Leone kuona kama watamuondolea mashitaka hayo Koroma kwa sharti la kwamba Koroma ahamie uhamishoni nchini Nigeria. Lakini hata kama makubaliano haya hayakufikishwa rasmi, mnamo mwezi Januari 2024 Koroma aliruhusiwa na mahakama kwenda Nigeria kwa sababu za matibabu, lakini hata hivyo hakuna taarifa za uhakika kwamba amerudi nchini Sierra Leone ama la. Lakini Ousmane Sonko, huyu ni kiongozi kijana, alishtakiwa kwa uhaini kuchochea machafuko nchini Senegal. Ni kiongozi anayejulikana kupendwa na vijana wengi, ambapo mashtaka yake ya awali kuhusu rushwa yaliibua maandamano makubwa nchini humo na hata kusababisha vifo. Mashtaka haya yalienda hadi Disemba 2023, miezi kadhaa kabla ya uchaguzi, ambapo mwezi Machi 2024 ambapo mwanafunzi wake wa siasa Bassirou Diomaye naye aliposhinda urais na kumchagua Sonko kuwa waziri mkuu. Mwanafunzi wake alimfundisha, baadaye yeye akawa rais, basi akamchagua kuwa waziri mkuu. Sasa ndio yale kwamba ukilala leo unaweza ukajikuta kesho Mwenyezi Mungu kafanya mambo mengine. Ni wazi kwamba mashtaka haya ya uhaini si mapya barani Afrika, hasa kwa viongozi na wanasiasa wengine wa vyama vya upinzani. Hata hivyo, wanasheria na watetezi wa haki za binadamu mara nyingi wameyaunganisha na visa vya kisiasa yanayofanywa upinzani kukwamisha na kuving'oa madarakani vyama tawala. Lakini kuna mambo mengi sana ambayo huenda tunaendelea kuendelea kujifunza zaidi kupitia kile ambacho kina